Nataka nikukumbushe mwanadamu, Biblia ni kitabu chenye njia bora na nyepesi na sahihi ya wewe kufikia kwa yule uliyetakiwa kuwa. Unavyoikimbia Biblia, unajikimbia wewe, unaikimbia sura uliyotakiwa kuwa nayo, unaikimbia hatima uliyotakiwa kuwa nayo. Ukiambiwa omba, ukiambiwa kaa kanisani, ukiambiwa fanya ibada, si kana kwamba ni njia ya wewe kuepuka utajiri. Hapana, ni njia ya wewe kutafuta kilicho zaidi ya utajiri, kwa sababu wanadamu hahitaji utajiri. Wako wenye utajiri ila hawana majibu. Mwanadamu anahitaji kitu kinachopita utajiri. Mwanadamu anahitaji kitu kilicho majibu zaidi ya mali. Wako wenye mali ila bado wana maswali. Kwa hiyo njia pekee ya kuondoa hayo maswali ni njia ya maandiko, ni njia ya Biblia. Yeyote anayeshughulika na maandiko, yeyote anayeshughulika na Biblia, anashughulika na njia bora ya kupata suluhisho la maswali aliyonayo. Anashughulika na njia bora ya kuwa ni mtu mwenye thamani, mwenye heshima, mwenye nguvu kuliko mtu mwingine wa aina yeyote duniani. Kwa hiyo shughulika sana na Biblia. Tafuta sana kuishi maisha ya watu wa Biblia. Tafuta sana kwa gharama yoyote, tafuta sana kuishi maisha ya watu wa Biblia. Ukiona Biblia inakwambia waliomba, walifanya kile, walifanya mema, walimgusa yule, shughulika sana kuishi hayo, kwa sababu hayo ndiyo yatakayokutengeneza wewe uwe na uzito mithili ya uzito waliokuwa nao watu kwenye Biblia. Na usijidanganye kwamba wewe, mimi sihitaji uzito wote. Wewe, hakuna mtu anayependa kudharauliwa. Hivyo ulivyo sio ukachukulia ndio maisha ambayo wewe unataka uishi. Hamna. Wewe ukutaka kuishi hivyo, wewe ulitamani wewe na maisha ambayo utakuwa tishio, utakuwa ni kiumbe mwenye nguvu, mwenye mamlaka, lakini ndio yameshindikana, ndio iko hivyo. Sasa mwisho wote ninachokwambia, shughulika sana na Biblia. Biblia ni kitabu pekee ambacho hakitakuangusha.